Bwana, tunafahamu watu maarufu hawaishi na vimbwaga kila kukicha, especially katika swala zima la fashion ama la mavazi. Jana ilikuwa ni event ambayo iliandaliwa na Wasafi kuhusiana na masuala mazima ya 10 years. Watu wakajiuliza 10 years ni nini? Ikavuruga mpaka watu maarufu kushindwa wavae kitu gani. Sasa mwigizaji na mkali wa fashion Gladness Kifaruka amejikuta pia kwenye dhoruba kali ya lawama baada ya kuibuka akiwa ametupia vazi matata ambalo pia lilileta fasili ya wengi kuwa linakiuka mahali kutokana na muktadha mzima. Na mrembo huyu alitikisa anga baada ya gauni lake la kuacha wazi maeneo yake ya nyuma, huku nguo yake ya ndani ikionekana na kuacha waliohudhuria midomo wazi kwa mshangao mkubwa. Lakini baada ya picha na video zake kusambaa kama moto wa kifuu mitandaoni na kuzua gumzo la kukata na shoka, Kifaruka aliamua kushusha pressure na kupitia vyombo vya habari alizungumza na waandishi wa habari mwigizaji huyo na kuibuka kuzima kile ambacho watu watafsiri kwa maana tofauti. Lakini pia kubwa zaidi aliweza kuomba radhi kwa jamii na mashabiki zake, akikiri kuwa vazi hilo lilienda kinyume na matarajio. Na alizungumza mengi Gladness Kifaruka. Yeye alifahamu kwamba event hiyo ni event kama event zingine za kula basi na vitu vingine kama hivyo, kujua kama ni event ambayo itakuwa imekaa kiheshima zaidi. Kwa hivyo akaamua kubadilisha na kuweza kutupia koti kwa juu ili kuweza kuficha yale maungo yake ya nyuma ambayo yalikuwa macho wazi kwenye kivazi hicho. Na hiyo ni baada ya watu kuzungumza, sababu vitu mitandaoni bwana huwa vinalipuka dakika sifuri tu. Kwa hivyo Gladness Kifaruka akazungumza na kuomba radhi na kueleza kwamba hakuwa amejua kama atakiwa avae nguo ya aina gani. Kwa hivyo ndio story ambayo ipo hapo. Je, maoni yako ni yapi kuhusu kile ambacho wasanii ama watu maarufu wamekuwa wakifanya kwenye uchaguzi wa mavazi yao? Wengi wamekuwa wakivaa mavazi ambayo hayana tafsiri nzuri ama kimaadili, pia inakuwa haileti maana nzuri halisi. Lakini kwa Gladness Kifaruka imekuwa design hii hapo. Tupia maoni yako hapo. Mimi hapa ni Sam Baby, till next time, bye bye. Bwana, tunafahamu watu maarufu hawaishi na vimbwaga kila kukicha, especially katika swala zima la fashion ama la mavazi. Jana ilikuwa ni event ambayo iliandaliwa na Wasafi kuhusiana na masuala mazima ya 10 years. Watu wakajiuliza 10 years ni nini? Ikavuruga mpaka watu maarufu kushindwa wavae kitu gani. Sasa mwigizaji na mkali wa fashion Gladness Kifaruka amejikuta pia kwenye dhoruba kali ya lawama baada ya kuibuka akiwa ametupia vazi matata ambalo pia lilileta fasili ya wengi kuwa linakiuka mahali kutokana na muktadha mzima. Na mrembo huyu alitikisa anga baada ya gauni lake la kuacha wazi maeneo yake ya nyuma, huku nguo yake ya ndani ikionekana na kuacha waliohudhuria midomo wazi kwa mshangao mkubwa. Lakini baada ya picha na video zake kusambaa kama moto wa kifuu mitandaoni na kuzua gumzo la kukata na shoka, Kifaruka aliamua kushusha pressure na kupitia vyombo vya habari alizungumza na waandishi wa habari mwigizaji huyo na kuibuka kuzima kile ambacho watu watafsiri kwa maana tofauti. Lakini pia kubwa zaidi aliweza kuomba radhi kwa jamii na mashabiki zake, akikiri kuwa vazi hilo lilienda kinyume na matarajio. Na alizungumza mengi Gladness Kifaruka. Yeye alifahamu kwamba event hiyo ni event kama event zingine za kula basi na vitu vingine kama hivyo, kujua kama ni event ambayo itakuwa imekaa kiheshima zaidi. Kwa hivyo akaamua kubadilisha na kuweza kutupia koti kwa juu ili kuweza kuficha yale maungo yake ya nyuma ambayo yalikuwa macho wazi kwenye kivazi hicho. Na hiyo ni baada ya watu kuzungumza, sababu vitu mitandaoni bwana huwa vinalipuka dakika sifuri tu. Kwa hivyo Gladness Kifaruka akazungumza na kuomba radhi na kueleza kwamba hakuwa amejua kama atakiwa avae nguo ya aina gani. Kwa hivyo ndio story ambayo ipo hapo. Je, maoni yako ni yapi kuhusu kile ambacho wasanii ama watu maarufu wamekuwa wakifanya kwenye uchaguzi wa mavazi yao? Wengi wamekuwa wakivaa mavazi ambayo hayana tafsiri nzuri ama kimaadili, pia inakuwa haileti maana nzuri halisi. Lakini kwa Gladness Kifaruka imekuwa design hii hapo. Tupia maoni yako hapo. Mimi hapa ni Sam Baby, till next time, bye bye. Bwana, tunafahamu watu maarufu hawaishi na vimbwaga kila kukicha, especially katika swala zima la fashion ama la mavazi. Jana ilikuwa ni event ambayo iliandaliwa na Wasafi kuhusiana na masuala mazima ya 10 years. Watu wakajiuliza 10 years ni nini? Ikavuruga mpaka watu maarufu kushindwa wavae kitu gani. Sasa mwigizaji na mkali wa fashion Gladness Kifaruka amejikuta pia kwenye dhoruba kali ya lawama baada ya kuibuka akiwa ametupia vazi matata ambalo pia lilileta fasili ya wengi kuwa linakiuka mahali kutokana na muktadha mzima. Na mrembo huyu alitikisa anga baada ya gauni lake la kuacha wazi maeneo yake ya nyuma, huku nguo yake ya ndani ikionekana na kuacha waliohudhuria midomo wazi kwa mshangao mkubwa. Lakini baada ya picha na video zake kusambaa kama moto wa kifuu mitandaoni na kuzua gumzo la kukata na shoka, Kifaruka aliamua kushusha pressure na kupitia vyombo vya habari alizungumza na waandishi wa habari mwigizaji huyo na kuibuka kuzima kile ambacho watu watafsiri kwa maana tofauti. Lakini pia kubwa zaidi aliweza kuomba radhi kwa jamii na mashabiki zake, akikiri kuwa vazi hilo lilienda kinyume na matarajio. Na alizungumza mengi Gladness
Gates Kifaruka yeye alifahamu kwamba event hiyo ni event kama event zingine za kula basi na vitu vingine kama hivyo, kujua kama ni event ambayo itakuwa imekaa kiheshima zaidi. Kwa hivyo akaamua kubadilisha na kuweza kutupia koti kwa juu ili kuweza kuficha yale maungo yake ya nyuma ambayo yalikuwa macho wazi kwenye kivazi hicho. Na hiyo ni baada ya watu kuzungumza, sababu vitu mitandaoni bwana huko vinalipuka dakika sifuri tu. Kwa hivyo Gates Kifaruka akazungumza na kuomba radhi na kueleza kwamba hakuwa amejua kama atakiwa avae nguo ya aina gani. Kwa hivyo ndio story ambayo ipo hapo. Je, maoni yako ni yapi kuhusu kile ambacho wasanii ama watu maarufu walikuwa wakifanya kwenye uchaguzi wa mavazi yao? Wengi wamekuwa wakivaa mavazi ambayo hayana tafsiri nzuri ama kimaadili, pia inakuwa haileti maana nzuri halisi. Lakini kwa Gates Kifaruka imekuwa design hii hapo. Tupia maoni yako hapo. Mimi hapa ni Sam Baby, till next time, bye bye.